Kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukajiuliza kuhusiana na swala la Damaro kuwepo kwenye ligi kuu ya Tanzania bara akicheza kama mzawa. Tunafahamu kwamba alikuja na kafu wanafata sheria za FIFA, kwa maana kafu wakienda kushtaki kwa maana klabu yoyote au mtu yoyote akienda kushtaki Yanga kafu kwambia bwana, kuna mchezaji alichezeshwa, alikuwa amechezeshwa kama raia wa Tanzania, lakini sio raia wa Tanzania, itakiwa achezeshe kama mchezaji wa kimataifa. Maana yake huko kuna kesi nyingine ambayo itaenda kuinuka, ambayo huenda Yanga wakaenda kunyang'anya tena hata hizo pointi, kwamba hakustahili kupata pointi katika michezo hii, Yanga karudi chini. Hiyo kitu ambacho kinaendelea sasa hivi, endapo kikienda kuibuka, kina matokeo hasi mengi sana. Kwanza ni mchezaji mwenyewe kufungiwa kwa sababu hajaandika barua FIFA ya kuomba na ameenda kucheza kama mzawa. Cha pili, shirikisho lilitakiwa limtambulishe huyu mchezaji FIFA kwamba ni mchezaji mzawa kwa vigezo hivi kama angefikisha miaka mitano. Lakini kama hajafikisha miaka mitano na uasili wako nakataa, kwa kigezo pekee kilikuwa miaka mitano, hajafikisha miaka mitano, kama barua ikienda malalamiko FIFA, maana yake shirikisho itaonekana na tatizo, shirikisho la TFF. Sio kama mnanielewa vizuri. Yaani FIFA hawaangalii tu kwamba wewe una passport ya nchi husika. Sio, unanielewa vizuri? FIFA hawaangalii tu kwamba wewe una passport ya nchi husika. Sawa? Lakini inaangaliwa kwamba vigezo walivyokuwa wameviweka, je, vinaruhusu huyo mchezaji yaani kwenye vigezo vya uzawa. Sasa kwa Damaro vinakataa. Unajua, kuna kama umefuatilia kwenye mitandao ya kijamii utajua kuna gumzo au kuna jambo ambalo limeanza kuwa na taharuki kubwa sana, na huenda likawa ni swala ambalo likaleta mgogoro mkubwa huko baadaye. Na hili si jambo lingine, ni jambo la mchezaji Mohamed Damaro Kamara, mchezaji ambaye anachezea ndani ya klabu ya Yanga. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukajiuliza kuhusiana na swala la Damaro kuwepo kwenye ligi kuu ya Tanzania bara akicheza kama mzawa. Tunafahamu kwamba alikuja kama mchezaji mgeni akichezea Singida Black Stars, lakini baadaye kuna taarifa ambazo zikatoka na ikaja kuthibitishwa na mamlaka kwamba wachezaji watatu walibadilisha uraia wao. Mmoja alikuwa ni Emmanuel Kayeke, mwingine alikuwa ni Arthur Bada na mwingine alikuwa ni Mohamed Damaro Kamara ambaye kwa sasa anaichezea klabu ya Yanga. Hata kipindi hicho, wakati tetesi na taarifa zinatoka kuhusiana na wachezaji hao kwamba wamepewa uraia wa Tanzania, kuna maswali mengi yalikuwa yameibuka. Yalikuwa yameibuka maswali ambayo ilikuwa ya msingi kabisa, kama hoja ya mtu kupata haki ya kuwa raia wa Tanzania au nchi nyingine ambazo kanuni zao zimejitengenezea. Lakini kwa sababu kuna baadhi ya vifungu vya sheria huwa vinabadilika na vitu kama hivyo, watu wengi wakazungumza na vikaisha. Unajua mambo ya kiserikali pia, sisi tunazungumzia michezo, hatutaki kuingia sana huko ndani. Sasa limekuja swala ambalo sasa hivi ndo nilalindima sana. Kumbuka na tumemzungumzia wachezaji watatu, tumemzungumzia Emmanuel Kayeke, Arthur Bada na tumemzungumzia Mohamed Damaro Kamara. Sasa Arthur Bada yeye ameondoka, hayupo achezi tena kwenye ligi yetu. Sasa hivi yuko anachezea timu ya JS Kabylie ambayo ipo Tunisia, ipo Algeria. Yes. Ni timu ambayo iko Algeria. Lakini sasa historia inaanzia hapa kutengeneza kitu ambacho kinafikirisha sana. Arthur Bada alivyoenda kujiunga na hiyo timu ya Algeria, ikawa anacheza na Yanga. Akaja Tanzania, manake Zanzibar ndo mchezo ulienda kuchezwa. Yeye alitumia pasipoti ya Ivory Coast. Yeye ni mwenyeji wa Ivory Coast. Sasa swala likaanza na kujiuliza, huyu si ndo alikuwa ameomba uraia wa Tanzania? Sasa imekoja ametumia pasipoti ya Ivory Coast. Maswali unaweza kuanza kujiuliza, hapa kuna shida gani hapo ndani kabisa, wakati taarifa zinasema kama walishakubaliwa na vitu kama hivyo. Nakumbuka pia kuna mwanasheria mmoja alienda mpaka kufungua kesi akawa ameshindwa. Kwa hiyo tukajua sheria na taratibu ambazo tuko nazo nchini ziko sawa sawa. Lakini kitu ambacho kimekuja kufikirisha ni kuhusiana na Mohamed Damaro Kamara. Ni mchezaji ambaye amejiunga ndani ya ligi ya Tanzania akichezea Singida Black Stars, lakini amejiunga na Young Africans
akiwa mchezaji mzawa. Wakati uko Singida alikuwa na mchezaji wa kigeni, lakini amejiunga ndani ya Yanga. Kwa taarifa tuko nazo ni kwamba ni mchezaji ambaye ameingia kama mchezaji mzawa. Wakati anasajiliwa na Yanga ilikuwa nazungumzwa kwamba yani akachaguliwa mpaka mkoa ambao anatokea, kama ni Msukuma anatokea pale Mwanza. Kuna vitu ambavyo kuna mtu ambaye hajaingia deep, inawezekana akajua fresh tu, mbona serikali likubali, na kwa nini sasa kwenye mpira wa miguu watu waanze kukutia maswali na vitu kama hivyo. Sasa kuna kitu ambacho watu wakifahamu, sheria za nchi na sheria za mpira wa miguu zina utofauti wake. Mwaka 2004 kulikuwapo na mvutano wakati Qatar wanataka kuhararisha kwa maana kupata vipaji vya mpira wa miguu, wakawa wanawahamishia watu uraia kwa urahisi kabisa. Yani amemfikiria mtu hajawahi kukaa huko kwenye nchi hiyo wa Uarabuni, hajawahi kufanya chochote, basi wanamuingiza moja kwa moja. FIFA wakashtuka wakasema hiyo haiwezekani. Kwa hiyo kuna sheria ambayo FIFA waliweka mahususi kabisa kwa mchezaji ambaye anauomba uraia. Kwenye kuna kitu kinaitwa regulations, kuna kitu kinaitwa regulation governing application status. Hiyo ni sheria ya FIFA ambayo ilitengenezwa kwa ajili ya wachezaji ambao wanataka kuhamisha uraia wao, kuwa na mandate au kuwa na vigezo vya kuweza kuhamishwa kuingia kwenye shirikisho fulani ili waweze kuwa na uhalali wa kuchezea. Sasa kuna kipengele kimoja ambacho kuna article ambayo ni ya 5, ya 6, ya 7 na ya 9 ambazo govern, zinasimamia hiyo yani nafasi ya mchezaji kuhama kutoka shirikisho kwenda shirikisho lingine, lakini kutoka kwenye shirikisho kuwa mchezaji wa kimataifa na kuwa mchezaji mzawa. Kuna vitu viliangaliwa. Kwanza waliangalia wanasema asili ya mchezaji. Asili ya mchezaji inaweza kuwa baba yake, mama yake, umeelewa? Lakini uzaliwa wake katika maeneo hayo. Kinachofuata kingine ni ukaaji wake katika maeneo haya. Hicho ndio kitu cha msingi ambacho tunakiangalia. Kila mmoja anafahamu Damaro, kwa maana Mohamed Damaro Kamara, kwamba yani hana asili yoyote ya hapa, baba yake, mama yake, hata yeye mwenyewe kwamba ashawahi kuzaliwa hapa, sio kweli. Kama atakumbuka ni raia wa Guinea. Mohamed Damaro ni raia wa Guinea. Sasa yeye kazaliwa Guinea, amekuja hapa kwa ajili ya mpira wa miguu tu, lakini ndani ya muda mfupi ndio tukasikia kwamba anataka uraia wa Tanzania. Kwenye uswala la uraia hiyo ambao tunazungumzia, tunaangalia kwenye hiyo article ambayo nimezungumzia kwenye kitu kinaitwa regulatory yani tuseme kwenye masuala ya FIFA ambayo yanaangalia kwenye article 5, 6, 7 na 9. Kwenye article 6 inazungumzia kuhusiana na asili ya mchezaji. 5 inazungumzia kuhusiana na uhalali wa mchezaji kwenye taifa husika, nationality. Lakini kwenye article 7 inazungumzia kuhusiana na mchezaji husika, kwa maana ya kwamba asili yake, yani baba yake, mama yake na yote hivyo. Sasa tuje kwa Damaro. Kwenye kifungu cha wazazi tunajua hakuna mzazi yake yote ambaye kazaliwa hapa ambaye ni Mtanzania, mama yake, lakini kuzaliwa tunajua hajazaliwa hapa. Lakini tuje kwenye kukaa kwa miaka yenyewe ambayo unakaa. Kwa upande wa FIFA wanaangalia ili mtu awapate mandate ya kusaidiwa na FIFA, mtu akae aruhusiwe kuchezea timu za taifa au kwenda kuchezea klabu kama mzawa kwenye shirikisho husika, ili kama mzawa lazima afikishe miaka hii 5. Sasa tupige mahesabu. Damaro ligi ya Tanzania amekuja lini? Sasa kwenye hapo ukipiga mahesabu, mimi sitakupigia mahesabu, ila haizidi miaka 3. Kama amekaa miaka 2 Singida, basi mwaka huu ambao ameingia Yanga unawezekana ni mwaka wa 3. Umeelewa? Ukiangalia kwenye vigezo vya Damaro kucheza kama mzawa vinakataa. Yaani FIFA hawaangalii tu kwamba wewe una passport ya nchi husika. Si unanielewa vizuri? FIFA hawaangalii tu kwamba
wewe una passport ya nchi husika, sawa, lakini inaangaliwa kwamba vigezo walivyokuwa wameviweka, je, vinaruhusu huyo mchezaji akawa mzawa, yani kwenye vigezo vya uzawa. Sasa kwa Damaro vinakataa. Unajua kuna watu ambao tunaoyazungumza hivi wanaweza kafikiri pengine tunazungumza kwa chuki, au kuna mtu atumpendi au atuipendi Yanga, atumpendi nani. Haya tuyazungumza tokea wakiwa Singida hawa. Mimi binafsi nizungumza kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kikaenda baadaye kutokea, na hiki ambacho kimetokea sasa hivi, kwamba kulikuwa na mazingira ambayo yalikuwa yanatengenezwa kwamba watu waingie kwenye uzawa then waje kuzitumikia timu fulani ambazo mimi nishai kuzungumza, na kweli kimeanza kutokea sasa hivi. Sasa kinachofanyika sasa hivi kwa Damaro na tetesi ambazo zinazungumzwa ni kwa upande wa Simba, wao wameenda kwenye hatua nyingine kwamba wanataka kwa kuiandikia barua TFF itoe ufafanuzi kuhusiana na Mohamed Damaro Kamara. Anatumika kwenye ligi kama mzawa, anatumika kama mchezaji wa kigeni. Ishu ni moja, kama ni mzawa kuna kipengele cha FIFA kinakataa kutokana na muda ambao ameishi Tanzania. Mimi naamini kabisa kutokana na kifungu hicho ambacho kinataka miaka 5, Mohamed Damaro Kamara hata angeandika barua FIFA wasingeweza kumjibu. Na FIFA wanaweka wazi kwamba kama mchezaji hajacheza kwenye shirikisho lolote, mfano kama Guinea huko ambako yeye anatokea, kama hakucheza kwenye timu yoyote, si ndio? Kwa maana amekuja tu kutoka kule kuja huko akakaa miaka 5. Yaani hatuhitaji kuwa na kuomba barua FIFA. Unaweza ukaingia moja kwa moja kiza mpaka timu ya taifa kama mzawa akapewa passport bila hoja yoyote. Na pia hajachezea timu za taifa, mfano timu za vijana. Umeelewa? Pia hauwezi kuhangaika kwa sababu hakuna data kwenye shirikisho lingine ambalo linaweza kumguide na kumzuia huyu asiweze kujiunga kwenye shirikisho lingine. Kwa hiyo kitu ambacho kinaendelea sasa hivi, endapo kikienda kuibuka, kina matokeo hasi mengi sana. Kwanza ni mchezaji mwenyewe kufungiwa kwa sababu hajaandika barua FIFA ya kuomba na ameenda kucheza kama mzawa. Cha pili, shirikisho lilitakiwa limtambulishe huyu mchezaji FIFA kwamba ni mchezaji mzawa kwa vigezo hivi kama angefikisha miaka 5. Lakini kama hajafikisha miaka 5 na uasili wako unakataa, kwa kigezo pekee kilikuwa miaka 5, hajafikisha miaka 5, kama barua ikienda malalamiko FIFA, maana yake shirikisho itaonekana na tatizo, shirikisho la TFF. Si kama mnanielewa vizuri. Lakini pia endapo kama kwa maana ya kwamba malalamiko haya yakachukua nafasi kubwa, Yanga inawezekana yale ambayo ameyafanya akiwa amecheza CAF, mashindano ya CAF yaenda kutiwa doa kwenye mashindano ya CAF, kwa sababu Damaro katika michezo amejiunga na Yanga amecheza michezo takriban kama 3 au 4 ya CAF, ambayo Yanga imeenda kumpa sasa zile namba za tuseme kwenye kundi kwa namba 3 kwenye kundi, lakini pia imempa point Yanga za kumfikisha mpaka namba fulani ambayo mara ya kwanza alikuwa hana ya CAF. Na CAF wanafata sheria za FIFA, kwa maana CAF wakienda kushtaki kwa maana klabu yoyote au mtu yoyote akienda kushtaki Yanga CAF kwambia bwana, kuna mchezaji alikuwa amechezeshwa kama raia wa Tanzania, lakini sio raia wa Tanzania, itakiwa achezeshwe kama mchezaji wa kimataifa. Maana yake huko kuna kesi nyingine ambayo itaenda kuinuka, ambayo huenda Yanga wakaenda kunyang'anya tena hata hizo pointi, kwamba hakustahili kupata pointi katika michezo hii, Yanga karudi chini. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikamliwa kwenye shirikisho. Huenda shirikisho likapata adhabu ambayo inawezekana labda kufungiwa kwa muda fulani au kupewa penalty ya jambo fulani ambalo linaweza katokea. Kwa hiyo kitu ambacho tunakizungumza kuhusiana na Mohamed Damaro Kamara lazima tukiangalie kwa namna ya kipekee, hasa kwa Simba wanaopeleka malalamiko, kwa TFF ambao wanalalamikiwa, na mazingira ambayo yaliyopo sasa hivi. Kama hatu aliendea vizuri likapelekwa mpaka FIFA ikaendeshwa kama kesi, Tanzania inawezekana pia tukawa katika mazingira magumu sana kama shirikisho kwa hatua hii.
mchezaji kufungiwa, Yanga nao kuchukuliwa hatua kumsajili mchezaji ambaye hakuwa na vigezo vya kuwa raia na vitu kama hivyo. Sijui kama mnanielewa vizuri, kwa maana ya kwamba hili swala ambalo lamzungumzia Mohamed Damaro Kamara sio jambo jepesi. Kuna baadhi ya nchi ambazo zilishawahi kukumbwa na matukio ya aina hiyo. Nakumbuka mwaka 2016 kama 17 kama mtakuwa mnakumbuka, Cape Verde walishawahi kukutana na kadhia hii. Waliwachukua wachezaji walikuwa wa Brazil, walitaka kuwafanya wawe raia wa Cape Verde, si ndio? Na walikuwa wanakiuka wale wachezaji walikuwa hawajawahi kukaa miaka 5 pale Cape Verde. Walitaka waingize then waingie kwenye mfumo, wakapata changamoto sana. Sijui kama mnaikumbuka hii. Hiyo ndio inaweza ikatokea kwa taifa kama Tanzania. Ukiniuliza kwamba kuna wachezaji ambao hawajawahi kukaa katika nchi husika miaka 5, lakini walichezea timu zao za taifa na walikuwa na mandate kabisa za kutumikia hata ligi. Cha kwanza, walizingatia baba yake mama yake walizaliwa kwenye nchi hiyo, yaani wana uasili wa nchi hiyo, lakini pia huenda yeye mwenyewe kuzaliwa kwenye nchi, alizaliwa kwenye nchi hiyo, yaani uasili wa nchi hiyo. Mfano pale Gaboni kuna mchezaji Aubameyang, ni mmoja kati ya wachezaji ambao hajawahi kuishi Gaboni hata siku moja, lakini wazazi wake wana uasili wa Gaboni. Kwa hiyo yeye akachagua kwa anaenda kucheza pale. Sawa, akacheza ligi nyingine na vitu kama hivyo. Kuna vitu ambavyo vya kiutaratibu wazazi wake ndio walimpa mandate ya yeye kwenda kucheza kwenye ile timu. Kwa hiyo kwa kifupi unaweza kuzungumza kwamba kitu ambacho kinafanyika sasa hivi kwa issue ya Mohamed Damaro Kamara ina athari nyingi sana ambazo zinaweza kujitokeza, ambazo zinaweza kuleta madhara makubwa sana hapo baadaye, sio kwa upande wa mchezaji tu peke yake, mpaka kwenye shirikisho, mpaka kwenye image ya soka la Tanzania, kwa sababu hatua za FIFA zikichukua zinaweza kaenda mpaka kwenda kuathiri matokeo mengine ya Yanga ambayo aliyapata kwenye group stage, kwa sababu mchezaji huyo alichezeshwa kama mchezaji mzawa wa Tanzania. Nini ambacho kitatokea mbele ya safari? Kuna jambo zito sana ambalo litatokea. Mimi binafsi nimeona kama ni tetesi tu zinazungumzwa, lakini kama hatua zitatokea hizi, inawezekana kuleta madhara. Nini ambacho nataka kumaanisha hapa? Hata hii interview ambayo inaizungumza nataka ichukuliwe serious kidogo. Wanasema moshi unapofuka chini, yani panapofuka moshi chini kuna moto. Umeelewa? Sasa namna gani ambayo unaweza ukafanya kuzuia madhara ya moto kulipuka kuwa mkubwa? Na moshi unafuka chini na pembeni ya huo moshi kuna petroli. Ni nini cha kukifanya? Je, uache ule moto mpaka ulipuke ulete madhara makubwa, au ukauzime ule moto mapema kihekima likaishe mapema? Kwa sababu kama Simba wakiraisi hili, kwa Simba itakuwa na manufaa, itakuwa na athari kubwa sana kwa taifa. Endapo kama kuna watu wataenda kujichunguza hili swala, wanawezekana kaona kuna umuhimu mkubwa sana wa kukaa na viongozi wa Simba, wakakaa na viongozi wa TFF, wakaona wanalimaliza vipi. Hata upande wa Yanga asiwepo mtu wa kumtunishia mtu misuri kwamba bwana mimi uniwezi si nini. Nakumbuka kwenye sakata la tunacheza hatuchezi, likafika mpaka kasi kimasiala, hakuna mtu alitegemea. Watu wakatengeza wanasheria wao, wakawapa majarida si manini, nendeni kasi. Lakini hata kama haikufanikiwa kwa vile, lakini swala ni kwamba lilienda kasi. Kwa hata hili tunaweza tukachukulia poa, lakini Simba wakisema walishikilie kidedea, kuna sehemu tumekosea, sio kama taifa. Kwa upande wa serikali nadhani ilikuwa imeenda sawa sawa, lakini kwa upande wa kisoka FIFA hawawezi kukubaliana na mazingira ambayo yametokea. Endapo kama mchezaji huyu Damaro Kamara anatumika kama mchezaji wa ndani kwa maana ya mzawa, tayari kuna kosa kubwa la kanuni za FIFA na sheria zake kwenye mazingira ambayo yanazungumzia uswala la wachezaji kutumikia mataifa mengine au mashirikisho mengine. Ni namna ambavyo taratibu zinahitaji kufuatwa. Kwenye uswala la ukaaji wake wa muda mrefu Tanzania, Damaro linakataa, na Simba akisimamia kwenye hilo,
na kwamba huyu sio asili ya Tanzania, tayari kuna kitu ambacho kitenda kutokea. Je, nani yuko tayari kuona ligi yetu inapata madhara na tunaenda kuiandaa AFCON? Nadhani kuna kitu ambacho kinatakiwa kwenda kuzimwa mapema huku chini. Si kwa maana kwamba Simba hawana hoja, tuiache kama ilivyo. Simba wana hoja, lakini viongozi wa kwa maana viongozi wa shirikisho, viongozi wa serikali wanaweza kuwa na mandate ya kuhakikisha ili kama lipo lisitokee, likapata solution mapema, lisiende kutokea kama likatoa madhara mengine makubwa. Basi mimi ningeshauri lifanyike kwa haraka sana, ili swala lisilete madhara baadaye. Kwa hiyo mimi nasema hivyo, chukueni hii. Huenda kuna sehemu nimekosea, sijaeleweka, tunaenda tukaeleweshana zaidi, lakini kuna mtu mwingine ambaye anawezekana pia kaeleweka zaidi. Hebu angalie kwenye yengo, inaweza kasaidia taifa kunusuru. Wanasema kabla ya hatari ni vizuri kuepukana na hiyo hatari. Yaani kabla ya hatari yenyewe ni vizuri kuepukana na hiyo hatari yenyewe. Hatari ni hicho ambacho nimekizungumza, na kuepukana na hatari ni kuona kama tumekosea na tunatokaje hapa ili tusije tukaleta madhara mengine. Mimi naitwa Lugano Israel, nikijaribu kuweka sawa kwa tetesi ambazo zinaonekana ambazo zikaleta madhara makubwa hapo baadaye. Asante sana.